Tuombe. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya neema kubwa unayoiachilia katikati yetu. Uwepo wako na nguvu zako ziendelee kutuhudumia. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, tunajiweka wakfu kwako, Mungu wetu wa kweli, utakayesema nasi na umeanza kusema nasi na hautaacha kuendelea kutufundisha yale makusudi yako. Tunajiweka wakfu katikati ya maongozo yako, Roho Bwana, utufundishe. Niko tayari kusimama mahali uliponisimamisha kutaka kusema neno lako, na watoto wako wapo tayari kusikia. Tunaenda kinyume na giza lote katika ulimwengu wa roho. Tunaomba neema yako tu itufunike katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Amen. Leo tunaenda kujifunza spiritual laws, ama sheria ya ulimwengu wa roho. Sheria ya ulimwengu wa roho. Ninaomba unisikilize kwa makini sana, tuende kwa pamoja. Tumeona watu wengi sana wakichanganya kati ya sheria za Musa zilizoachiliwa kwa ajili ya kuongoza wana wa Israeli, wanachanganya na sheria za roho. Sheria za roho. Zipo sheria za Musa ambazo Mungu alitumia kuwaondesha wana wa Israeli katika utaratibu, lakini sio sheria zote za Musa zilikuwa ni sheria za roho. Na ndio maana Mafarisayo walipomuuliza Yesu kwa habari ya taraka, na wakauliza wakasema, je, Musa alituambia katika Torati, katika sheria, kwa habari ya talaka, na wewe je unasemaje leo? Tofauti ya mahubiri ya Yesu na vile alivyokuwa akiwafundisha watu, alikuwa anawafundisha sheria za roho, spiritual laws. Lakini wana wa Israeli na Mafarisayo na elimu ya Kifarisayo ilikuwa haiangalii spiritual laws, ilikuwa inaangalia sheria ya Musa, Torati. Unapoona Yesu anasema kwamba sikuja kuipinga Torati, nilikuja kuitimiliza, alikuwa ameipeleka Torati kwenye spiritual laws. Anaipeleka watu wajue ya kwamba Torati ilikuwa Torati na spiritual laws zilikuwepo, sheria za rohoni zilikuwepo, lakini kuna nyingine zilishindwa kufanyika kipindi cha kina Musa kwa sababu walikuwa bado hawajaingia kwenye kipindi cha kanisa ambacho Roho Bwana atamwagwa kwa wote wenye mwili, ili sasa waanze kuendeshwa kwa spiritual laws. Spiritual laws, sheria za kiroho. Kwa hiyo moja ya kazi ya Roho Mtakatifu kwetu, na ambayo hiyo kazi ilifunuliwa kipindi cha Pentecost, ni kuwatoa watu kwenye sheria ya Musa, kuwafanya watu waanze kutembea kwenye sheria ya rohoni. Na ndio maana Musa alisema talaka ipo. Yesu alipokuja kueleza spiritual law, sheria ya rohoni, akasema hapana, sheria ya rohoni haina talaka. Lakini ile sheria ya Musa mlipewa imradi wapeleke mje kufika kwenye ukamilifu wa sheria ya rohoni, ambapo sasa mbingu haziangalii sheria ya Musa kama utimilifu wa mwanadamu kuweza kuoperate ulimwenguni katika ulimwengu wa roho, bali sheria ya roho ndio itakaoweza kumfanya mtu aweze kuoperate katika ulimwengu wa roho. Ndio maana akasema
sheria ya roho, mke mmoja, mume mmoja. Kilichounganishwa na Mungu mwanadamu asikitenganishe. Anajaribu kueleza sheria ya roho. Sasa zipo sheria nyingi za roho, na nataka tu nikuambia kwamba ulimwengu wa roho unaendeshwa na sheria, sio za Musa, sheria za roho. Na ndio maana sasa watu wasiojua sheria za roho, kuna mahali wakisoma tu neno sheria wanasema hatupo kwenye nyakati za sheria, tupo kwenye kipindi cha neema. Hata kipindi cha neema kina sheria za roho. Hatutatembea kwenye sheria za Musa. Na ndio maana unakuta Yesu anajaribu kuwapeleka wale Mafarisayo walioenda kumshtaki yule mama aliyefanya uzinzi. Wakasema kwenye sheria za Musa imesema mtu kama huyu apigwe mawe mpaka afe. Wewe unasemaje? Yesu akawatoa kwenye sheria ya Musa akawapeleka kwenye sheria ya roho inayotoa hukumu za kiroho ndani. Akasema yeye aliyekuwa mkamilifu ndio aanze kumpiga mama huyu jiwe. Wote wakaondoka. Yesu ananyanyuka, alikuwa anachora hivi, ananyanyuka, amebaki na ule mama tu. Anauliza wako wapi washtaki? Amesema wameondoka. Akasema hata mimi kwa sheria ya roho sikuhukumu, nenda usitende dhambi tena. Anaongelea sheria ya roho. Ila kwa sheria ya Musa ilibidi wapigwe mawe. Sasa nataka nikueleze ili unaposoma Biblia, ili uwe mkomavu wa kiroho, ni lazima ujue sheria za roho, ambazo ziko nyingi sana. Ujue sheria za roho. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Warumi unakuta kuna kitu kinaongelewa pale juu ya sheria. Warumi sura ile ya 8. Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza na wa pili. Warumi sura ya 8 mstari wa kwanza na wa pili nasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Ndio. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima, ndio, ule ulio katika Kristo Yesu, imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Haya, hapo Paulo alikuwa anazungumzia sheria ya nani? Ya Musa. Alikuwa anazungumzia sheria katika ulimwengu wa roho. Sheria katika ulimwengu wa roho. Na ndio maana Yesu alikufa kisheria, alifufuka kisheria, amepaa mbinguni kisheria, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba kisheria, anasimamia sheria ya haki ya kila muamini. Na ndio maana kila atakayekiri jina la Bwana, kwa jina la Yesu, sheria ya roho wa uzima inaanza kumfuatilia yule mtu. Kwa hiyo ipo sheria ya mauti ambayo inatokana na dhambi, akasema mmeachwa mbali na sheria ya dhambi na mauti. Halafu ipo sheria ya roho wa uzima, ule ulio ndani ya Kristo Yesu. Kwa ndani ya Kristo Yesu ipo sheria ya uzima. Ndani yake kuna uzima, na huo uzima ndio nuru ya watu, na hiyo nuru yang'aa gizani, wala giza likiweza. Ni sheria katika ulimwengu wa roho. Kwa kila unapoliitia jina la Bwana, ile sheria ya roho wa uzima inaanza kuoperate ndani yako. Haleluya. Kuna mtu mmoja tunaenda sawa? Tunaenda sawa? Kwa unaposoma maandiko ili uweze kuelewa vizuri sana, ni lazima uzijue sheria za roho. Nini kilitokea? Kiliachilia sheria gani? Na ndio maana akasema hivi, hata kufa kwa Yesu alikufa kisheria. Na ndio maana ukuta Biblia inasema alikufa maskini ili si tufanyike nani? Matajiri. Kwamba tutakuwa matajiri si kwa sababu tunafanya kazi sana. Tutakuwa matajiri kwa sheria ya roho katika kazi ya msalaba.
kwamba ilimpasa afe maskini ili sisi tufanyike matajiri. Kwa ni matajiri kisheria. Na ndio maana unakuta lile kanisa katika kitabu cha Ufunuo anasema hivi, najua kwamba ninyi ni maskini, lakini kwenye mabano akasema lakini ninyi nani? Ni tajiri. Maana gani? Anaeleza hali halisi ya watu wanaopitia, anaona umaskini, lakini katika sheria, katika ulimwengu wa roho, anasema ninyi ni matajiri kwa ajili ya kazi ya msalaba. Kuna mtu mmoja anielewa? Kwa hiyo ni lazima uelewe. Ndio maana Paulo akataka kueleza hivi, wale wanaosimamiaga sheria wanaitwa nani? Mawakili, si ndivyo? Wanasimamia nini? Sheria. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza, ile sura ya 4, mstari wa kwanza unasemaje? Nataka nikuonyeshe kitu hapo. Mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Asante. Anasemaje? Mtu na atuhesabu hivi kwamba sisi ni watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za nini? Za Mungu. Za Mungu. Nini maana yake? Kwamba sisi ni mawakili, tunakuja kueleza sheria za roho. Na ndio maana tunaitwa mawakili. Kwa hiyo mimi ukija kwangu kama mtumishi wa Mungu, ukiniambia kwamba kuna jambo fulani nalipitia, lazima nilitrack katika ulimwengu wa roho kwamba ni sheria gani unayotakiwa kuienenda ili hilo jambo likose mamlaka kwako. Amen. Hata unapoenda mbele za shetani, na shetani mwenyewe anaelewa sheria zote za roho, anazielewa. Akija kwako shetani, watu wanadhani kwamba shetani anakujaga kizembe. Shetani haji kizembe. Naomba nikupe leo hiyo kitu ielewe vizuri sana. Na usimwandamine shetani. Never undermine. Usimchukulie kawaida. Ile tu naamkaga anaanza kukemea, toka. Unakuta yuko pale. Hakuna sheria ya roho uliyoitumia kumuondoa. Lazima uwe na utajiri wa kuzijua sheria. Ujue unapoombea hiki unatumia sheria gani katika ulimwengu wa roho, ambayo ukiitaja shetani anapiga kelele. Unaweza kufika sehemu ukakuta watu hawahudumiwi. Usije kadhani kuna tatizo. No. Ni mahali unaweza kuwa kanisa la Mungu kabisa, lakini watu wake hawasijui sheria za roho. Kwa hiyo shetani ana relax kuanzia mwanzo hadi mwisho. Anaondoka na wewe, anakaa na wewe peaceful, kwa sababu hakujawahi amsha sheria katika ulimwengu wa roho inaomfanya shetani aondoke akae mbali na wewe. Na ndio maana kanisa lolote linalofundisha sheria za roho, hilo ni kanisa linalotaka kuwafanya watu wawe huru. Ila kanisa ambalo ukija tu na kamoja ni mikono pokea, watu wanaanguka, wananyanyuka, wanaondoka, bado hujawa huru. Kwa sababu gani? Unawekwa huru kwa sheria ya roho uzima. Amen. Na hilo neno la Kristo ndio linalofunua sheria zilizo ndani yake. Na ndio maana hilo neno akisema mtaijua kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Ni sheria katika neno la Kristo inayokufunulia sheria katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo jinsi unavyozidi kukaa kanisani, lazima uzidi kujua sheria nyingi za kuweza kujitawala katika ulimwengu wa roho na kuutawala ulimwengu wa roho. Na ndio maana wengi kwa kutokujua sheria, unakuta tu anataka kuwa covered. Wako tu amekaa pale. Lakini we mwenyewe lazima ujue sheria. Na huo ndio ushindi wako. Na shetani akija, kwa taarifa yako, nilikwambia never, usimchukulie poa. Sawa. Never underestimate. Sio mpole kiasi hicho, sio mjinga kiasi hicho. Kuna wapendwa wanapomkemeaga shetani, wanakemea kama kitu dhaifu fulani hivi. Unamchukulia kawaida sana. Sio kawaida. Ila ukizijua sheria
za rohoni ndio zinazoweza kumfanya shetani awe wa kawaida kwako. Na ndio maana shetani akija anaangalia, je, unamkemea kwenye engo ipi ya kisheria? Wana wa Skewa wanatumia maneno yale yale Paulo anayotumia, lakini sheria zimegoma. Yale mapepo yanayosema kisheria katika ulimwengu wa roho, Paulo tunamfahamu, huyo Yesu tunamjua. Nyinyi akina nani? Sheria haiwatambulishi nyinyi akina nani. Na ndio maana mimi ninatambulika katika ulimwengu wa roho kisheria, kwamba hapo naponiona ni wakili wa siri za Mungu. Ninakuja kwako kama wakili, lazima nijijue. Shetani akija hapa sasa hivi akiniangalia, anaangalia, je, huyu anaelewa kwamba yuko mbele, wenzie wote wamekaa, yeye peke yake amesimama anaongea. Anajua kwa nini wengine wamekaa, yeye anaongea. Hao watu ambao wanamsikiliza wanajua wanamsikiliza nani. Kwa kila mtu aliyekaa hapa anaponiangalia, kuna mwingine ananiangalia kama mtu fulani, mwingine ananiangalia kama mtu fulani. Yule atakayeniangalia sawa sawa na maandiko yanavyonitambulisha ndio atakayepokea kisheria. Hapo ndipo utaelewa kwa nini Yesu aliwauliza wanafunzi wake, huko nje unaniita nani? Akasema wengine wanakuita Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia, wengine mmoja wa manabii. Empata picha kisheria. Kama unaenda kwa Yesu halafu unaenda kumtazama kama Yeremia, sheria ya roho katika ulimwengu wa roho itagonga mwamba. Kwa sababu uwezo kaita uponyaji ulio ndani ya msalaba ukimwangalia Yesu kama Yeremia. Uponyaji ya uwezo wa msalaba ukaja. Uwezo kumwangalia Yesu ukataka uzima ulio ndani yake, lakini unamuona kama Elia. Utakapoita uzima utoke kwa Elia uje kwako, hakuna sheria ya uzima iliyo chini ya Elia. Kwa hiyo lazima uwe na sura, mtazamo sahihi wa kisheria juu ya Yesu Kristo, ndio utaweza kutumia jina la Yesu. Ndio kilichokosekana kwa wana wa Skewa. Wana wa Skewa challenge ilikuwa ni hiyo. Hallelujah. Amen. Kuna mtu mmoja anielewa? Amen. Kuna mtu mmoja anielewa? Amen. Na ndio maana unaweza usielewe, lakini leo unaweza kaelewa zaidi. Maandiko yanaposema kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 7 mstari wa 7, tutakutana na sheria inaitwa provision law, yani sheria ya Mungu kutoa, kuprovide. Ombeni nanyi mtapewa. Ombeni nanyi mtafanya nini? Mtapewa. Tafuteni nanyi mtaona. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanaye akimwomba mkate atampa jiwe? Yes. Au akiomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao? Angalia, hapo ndipo ambapo watu wanatakiwa waelewe kwamba hiyo inayoongelewa hapo ni sheria ya provision, ya namna Mungu anaweza kuwapa watu wake. Unapokea kwa Bwana kisheria. Haleluya. Unapokea kwa Bwana kisheria. Sasa changamoto inakuja watu wanapomsoma Mungu kwamba wema wa Bwana ulivyo mwema. Unaimba na zile nyimbo, wema wa Bwana umetuzunguka, zunguka. Unaona kama umezungukwa na wema, Mungu alivyo mwema, kosa atakuwa anagawa tu. Si rahisi kujidanganya hivi. Kama wema wa Bwana umekuzunguka kama hizo nyimbo mnazoimba, sina maanisha Mungu anagawa kama pipi Hagawi kwa staili hiyo, anagawa kisheria. Na sheria ya provision, sheria ya kupokea ni kuomba. Kwa usichokiomba hata kama Mungu anacho hakupi. Kwa nini hakupi na wakati amejaa wema? Anatembea kisheria.
na ndio sheria za mbingu. Kuna mtu mmoja anielewa? Kuna mtu mmoja anielewa? Ukielewa kwamba ukikaa upewi mpaka uombe, ndio hapo tutaona mtu anahangaika kuamka usiku kuomba. Ukajua jinsi sheria za Mungu. Mungu ni wa upendo kweli kweli, lakini anatembea kwenye sheria za roho. Akitaka kukupa atakwambia omba. Muda mwingine anaweza kukuambia kabisa nataka kukupa kitu fulani, kaombe. Kwa nini? Kama nataka kunipa, kwa nini asinipe mpaka aseme omba? Ni sheria katika ulimwengu wa roho. Ulishaelewa kwa nini Yesu anawafundisha wanafunzi wake? Anasema ombeni. Mbona hamuombi? Ombeni msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Anawaeleza, anasema hivi, hamkuweza kuomba pamoja nami angalau saa moja. Halafu anajitenga tena, anaingia kufanya nini? Kuomba. Sasa Yesu unaomba nini wakati wewe kiti cha enzi na mamlaka unaweza tu? No. Yesu mwenyewe anajua kwenye kiti chake kila kitu kinapatikana kwa sheria, na yeye anatimiza sheria katika ulimwengu wa roho. Kwamba anataka anaingia kufanya nini? Kuomba. Kama Yesu mwenyewe aliingia kuomba, mwenzangu vipi? Kama Yesu aliingia kuomba, mwenzangu vipi? Unakula siku zote za mwaka, kila siku umevimbiwa, fungi. Yaani ulichoacha jana unamka nacho asubuhi, cha mchana unamka nacho jioni, yaani wewe unaunga hivi. Hata usiku huwezi kuomba. Chakula kimefika hadi hapa, unaangalia tu hivi, wakikutingisha tu nachewa. Tamka kuomba kweli. Neno moja baba katika jina la Yesu Kristo. Unaona kama nakabwa. Unaona kama nataka kutokea puani. Mambo haendi hivyo. Lazima ujue kwamba naenda kulala masaa 2 au 3 au mangapi, nitaamka kwa ajili ya maombi. Hamna namna ninavyovitaka vitatokea bila kuomba. Na ili niamke nikiwa mwepesi, lazima nile chakula chepesi kidogo. Jioni unakula chakula kichepesi kidogo kwa ajili ya usiulale ukiwa umeshiba sana. Tumeelewana? Usilale ukiwa umeshiba sana. Jioni pakua chakula kidogo, weka na mboga kidogo, kula kidogo tu ile uwe safi, na unakunywa na tunda kidogo, unaenda unafanya nini? Unalala. Mwili unapata connection katika ulimwengu wa roho, una communicate katika ulimwengu wa roho, kwa sababu unakuwa hauna uzito. So unachukua maharage na ugali, unachanganya vyote, unakoroga hapo yote unakula, unaenda kulala. Hapo nakuja sasa, baba nimeota nimetumkia kwenye shimo nashindwa kutoka, kila nikinyanyua mkono hivi. Wewe viporo vyote unatokaje? Ugali wote unatokaje? Ukiingia kwenye shimo, ndoto za mashimo hizi ndio kuvimbiwa hizi. Chukua portion ndogo unapoenda kulala. Usile chakula kingi. Asubuhi mchana kula chakula kingi kwa sababu unafanya kazi. Jioni chukua portion ndogo namna hii. Ndogo kabisa. Kwa sababu gani? Ulimwengu wa roho usiku lazima uwe active. Kama naweza kula matunda nini, lala. Lakini sisemi kwa wengine wakalala, kwa naona kana paa hivi kumbe ujala. Lazima ubalance. Lazima uwe na kiasi. Kwa sababu sheria ya roho inataka uombe. Uamke usiku ufanye nini? Uombe. Hallelujah. Akamwambia hivi, anaeleza pepo mchafu amtokapo mtu huenda mahali pasipo maji, huiangalia nyumba yake, kama imesafishwa akaiona ni safi, anaenda kuwaita mapepo wengine 7 wenye nguvu ya uharibifu kuliko yeye, na yeye anakuwa 8, wanakuja kukaa hapo. Hali ya mtu huyo ya mwisho
huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ni sheria ile inaitwa sheria ya mwendelezo. Na ndio maana washangaa ukija hapa tunakusisitiza Bwana mwendelezo, Bwana mwendelezo, Bwana mwendelezo. Ni sheria katika ulimwengu wa roho. Na pepo mchafu anapomtoka mtu na anarudi kisheria, anarudi kwa yule mtu kisheria, kwamba yule mtu ametengeneza mazingira ya kurudi, anarudi kisheria. Haleluya. Kuna mtu mmoja anaelewa? Kuna mtu mmoja anaelewa? Ninaomba ufungue katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 17. Naomba uanze mstari, tuangalie sheria pale kidogo zitatusaidia za katika ulimwengu wa roho. Wafalme wa kwanza sura ya 17 kuanzia mstari wa 8 mpaka wa 16 inasema, neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Sarepta ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Sarepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu, tuule tukafe. Eliya akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na ya mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka, wala ile chupa ya mafuta haitaisha, hata siku ile Bwana atapoleta mvua juu ya nchi. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Eliya, na yeye mwenyewe na Eliya na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka, wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa sawa na neno la Bwana alilonena kwa kinywa cha Eliya. Asante. Tunaona huyu mama wa Sarepta. Alafu tunaona jinsi ambavyo ni mjane lakini ana hali ngumu kweli kweli. Njaa imezidi, anasema kilichobakia ni cha kwangu tu. Alafu nabii anaenda pale anasema, nipe nianze kula mimi. Ni kanuni hiyo, ni sheria. Nipe nianze kula mimi ili na wewe ule mpaka mwisho. Akasema ili ukaathiri vyombo vyako vya kuhifadhia chakula vyajae, nipe hicho kidogo nile mimi kwanza. Kwa lugha nyingine anaeleza kwa habari ya sheria ya kutoa. Ili uweze kupokea ni lazima utoe. Na ndio maana maandiko yanasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume kwamba ni heri kutoa kuliko kupokea. Ni sheria. Ni sheria. Na ili mtu aelewe hii sheria ni ngumu sana mpaka uweze kuwa rohoni. Kwa sababu kipindi ndio hali yako ngumu sana. Ukitaka kutoka kwenye ile hali ngumu kisheria katika ulimwengu wa roho, ni wewe kutoa, sio kupokea. Ila wengi walio kwenye uhitaji huwa wao wanatarajia kupokea, sio kutoa. Kwa hiyo unakuta kila siku yeye ni mtu wa kuhitaji, ni mtu wa kuhitaji fadhila za watu, ni mtu wa kuhitaji msaada, ni mtu wa kujionyesha huruma,
ni mtu muda wote sura shingo ameikunja hivi. Wenzetu mliobarikiwa, mwe mnatukumbuka na sisi, mwe mnatuangalia na sisi. Ataongea hivyo mpaka anazeeka, kwa sababu yuko kinyume na sheria. Lakini sheria ya kuruhusu vitu viingie ipo kwenye kutoa. Na ndio maana unakuta huyu mwanamke wa Sarepta, nabii alipofika kwake akamwambia, sikiliza, andaa kwanza mimi nile, ili utimilize ile sheria ya wewe kutoa, ili upate kupokea. Kwa hiyo sheria katika ulimwengu wa roho huwa kila sheria imesimama kivyake. Unaweza ukaokoka leo hii, waliookoka, sheria katika ulimwengu wa roho inatusaidia tu kufika mbinguni. Hakuna sheria ya kuokoka inayotusaidia kufanikiwa, si kweli? Sasa mbaya sana tunapohubiri huko mtaani, tunawaambia watu ukiokoka yote sawa, yote tafunguka, yote njoo, na unafika hapa na kuja na kukutana na nyimbo, mambo sawa sawa, ukiokoka mambo sawa sawa. Hasa mbona nimeokoka lakini nazidi kuchakaa? Wale waliookoka alafu hali zinazidi kuwa mbaya, wamedanganywa, wanatumia sheria moja kwa mambo yote. Sheria moja haiwezi kutumika kwa mambo yote katika ulimwengu wa roho. Kila sheria inatumika kivyake. Yaani ukiokoka, sheria yake unaingia, jina lako linaandikwa kwenye kitabu cha uzima, ukifa unaurithi ufalme wa Mungu. Sheria yake iko kwenye kuokoka. Ukiokoka usiwe mtoaji, utaenda mbinguni umechoka sana. Hoi. Kwa sababu gani? Utakuwa maskini wa kutosha. Usipojua sheria utaanza kuuliza, mbona nimeokoka afu maskini? Unaanza kusema nitoka nimeokoka ndio nadharauliwa. Hudharauliwa wokovu wako. Unadharauliwa kwa kutumia sheria moja utaka kupata vitu vyote. Haipo hivyo. Sheria moja haikupi vitu vyote. Katika ulimwengu wa roho kila kitu kinatembea kwenye sheria yake. Na ndio maana ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 utakutana na story ya Kornelio. Anasemaje maandiko? Anasema hivi, Kornelio, sadaka zako na maombi yako yametengeneza ukumbusho huko mbinguni. Yaani tukiangalia sadaka zako tunaziona, maombi yako tunayaona, lakini jina lako halipo. Hebu nenda kwa Petro, kuna mambo atakupa. Yaani anapelekwa akahubiriwe ili aokoke, jina lake liandikwe, ili mbinguni lionekane jina la Kornelio kwamba atafika mbinguni akifa, zionekane sadaka zake na maombi yake na majibu yake. Ni sheria. Jamani, leo tuko kwenye darasa la sheria. Haleluya. Wale waliokimbia darasani mmerudishwa darasani. Amen. Kwa hiyo ndio maana nakuta Biblia, kwa nini namwambia Kornelio aende akakutana na Petro? Kama angekufa kipindi kile, sadaka zake zingekuwa mbinguni, maombi yake angekuwa mbinguni, halafu yeye angekuwa kuzimu. Sijui kama kuna mtu anaelewa. Tunaelewana vizuri? Kwa sheria itakao kupeleka mbinguni sio sheria itakao kufanikisha duniani. Kufanikiwa duniani unafanikiwa kwa sheria nyingine, mbinguni unaenda kwa sheria nyingine katika ulimwengu wa roho. Natamani kujua kama tunaenda pamoja. Tunaenda pamoja? Yanakuelea haya. Kwa usipoelewa sheria katika ulimwengu wa roho, unaweza kuwa umeokoka na ukawa maskini. Na ndio maana wale matajiri ambao ni watoaji hawajaokoka, mali zao zinalindwa na Bwana, wanafanikiwa. Haijalishi ni dini gani. Sheria ya utoaji na kubarikiwa haina dini. Hata akawa ni dini ya gani huko, imradi akija anasema natoa hii kwa ajili ya kazi ya Mungu, ninamtolea Bwana,
mali zake zitalindwa na Bwana, hata kama haendi kanisani zitalindwa na Bwana, ila akifa motoni. Akifa wapi? Motoni. Kwa wale wanaotoaga wanatuma tu kwamba hiyo mwe mnanunua vitu huko, nunueni mfiti, nunueni swini, afu yeye hajaokoka, ataendelea kufanikiwa mahali alipotoa. Patazidi kuongezeka kwa sheria ya utoaji katika ulimwengu wa roho. Lakini akifa, shetani anamwambia karibu, ingia motoni hapa, kwa viatu, ingia. Kwa sababu sheria inayokupeleka mbinguni sio sheria ya utoaji. Haleluya. Kwa hiyo usije ukatoa sana ukadhani huyu ametoa sana, acha tumwandike jina lake kwenye kitabu cha uzima. Sheria zinagoma. Mbingu zikikupenda sana zitafanya kama Cornelio, watakwambia nenda HVC. Yule dada aliyetumwa na Mungu aje hapa, yuko wapi? Amekuja leo? Kuna dada mmoja juzi hapa, wakati nahudumia Jumatano iliyopita, alikuwa amekaa pale amevaa jezi. Dada aliingia pap, ananiambia alikuwa kwenye ibada kama hivi tulivyo sasa hivi. Amekaa hivi, akasikia sauti, nenda sasa hivi kimbia kwa Pastor Miamba. Nenda kimbia kwa Pastor Miamba. Sasa anasema Pastor Miamba hajawahi ona. Pastor Miamba anasikia. Siku zile wakati tunafanya operation hapa Jumatano iliyopita, anaambia nenda, nyanyuka sasa hivi. Na yeye yuko kwenye kanisa jingine huko, na yeye amekaa anasikiliza, lakini anaambiwa nyanyuka uende kwa Pastor Miamba. Ikabidi aingie kwenye simu yake, akasearch Pastor Miamba. Ikaja pale pap, akauliza kanisa liko wapi? Zikaja taarifa pap, akaita bodaboda mbio, akafika hapa kuna ibada, akakaa. Akakutana na mhudumu mmoja. Yule mhudumu akauliza, samani, nimekuja kwa Pastor Miamba. Yule mhudumu yupo? Aliulizwa, ni wewe? Nilijua tu. Alivyomuuliza akaingia. Alivyofika akaona roho yake sasa ndio imetulia. Ndio kwa mara ya kwanza. Alikuwa hataji, ndio kanisa amelijua. Na namwangalia Pastor Miamba, kumbe okay. Amefika. Amekuja hapa kwa ajili ya jambo moja. Alipokuja tu ameingia, na mimi nikaanza kupata ujumbe kwake. Alivyoniandikia tu message, shalom. Hapo nikauliza, ulikuja kanisani umevaa jezi? Akasema ndio. Nikamwambia njoo na ujumbe wako. Kuna kitu ameletwa hapa ili nimhudumie, ili mambo ya balance, kama Cornelio alivyotumwa kwa Petro. Kuna sheria imemiss kwake, na hiyo sheria ilibidi aje kwangu, na alivyokuja na mimi nikapewa taarifa mambo ya balance. Nikamwambia njoo, nikampa maelekezo, sema ndio maana Mungu alisema nije. Nikamwambia ndio, njoo. Sheria kwamba Mungu akitaka kukuhudumia, kama anataka kukubariki, hatumii kuokoka kwako kukubariki. Na ndio maana tunakuta sheria naiongelea kwa Ibrahimu. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo sura 22, utakutana na story ya Ibrahimu ya kumtoa Isaka. Anamwambia hivi Ibrahimu, kwa kuwa umenitolea mwanao, tena mwanao wa pekee, ukinizuilia mwanao wa pekee, katika kukubariki nitafanya nini? Nitakubariki. Baraka zinazoachiliwa kwa Ibrahimu ni kwa ajili ya kumtoa Isaka, sio kwa ajili ya kuokoka. Kwa kama Ibrahimu angekuwa hajaokoka, angebarikiwa kwa ajili amemtolea Isaka, halafu Mungu angempa maelekezo kwamba nenda kaongozwe sala ya toba sehemu, ili hizi baraka zisiishie hapa duniani. Ukifa jina lako lisomeke kati ya wateule. Kwa wokovu wako umekuunganisha kuwa mmoja wa wateule, kwamba hatima yako
guarantee, haina shida. Ila kufanikiwa hapa duniani zipo sheria nyingi lazima utembelee nazo. Kwa unaposoma Biblia lazima mwanafunzi wa Yesu mzuri ambaye tunamwambia aje na Biblia yake na diary yake, ni lazima ndani yake anaposoma Biblia awe anazikagua sheria za roho katika ulimwengu wa roho. Ndio maana mtu mmoja akaniuliza, akaniambia, sasa wewe kama aliniuliza akasema hivi, akasema tulikuwa naye hajaokoka huyo bwana, huyo ni mtu mmoja tu maarufu, lakini tulikuwa naye tu siku hiyo hapo. Halafu nikapokea simu, bahati nzuri ile simu ikawa inasikika. Tumekutana tu namna hii, sio ilikuwa ni Sheli, sio ni wapi. Halafu akawa anasema anasikia kelele, namshukuru Mungu, namshukuru Mungu. Ulivyoniombea nimepima, nimekuta negative, sina ukimwi tena, nimepona baba, nimepona. Yule mtu maarufu yule niliyekaa naye, sitaki kumtaja hapa maana wote mnamjua, akasema, nini hicho? Nikamwambia, wewe umesikia nini? Nimesikia nasema amepona ukimwi. Nikasema yeye amepona. Kweli? Nikasema kwa sasa ni kujiachia tu. Mimi wewe si rafiki yangu wewe. Wewe si rafiki yangu bwana, ni mwendo kujiachia tu sasa hivi. Yakinikuta huko na kumudu wewe. Nikamwambia mambo haendi hivyo. Mambo haendi hivyo. Usije ukaenda kujiachia huko. Yakakukuta hapo kasema nimekuja bana. Yale mambo ya siku zile yashakuwa mambo. Kuna sheria nyingi za kukufanya upone, ambazo nyingine naweza nikakutajia halafu usiweze. Kwa sababu kuna sheria zinazoshirikiana. Sheria zinazoshirikiana kuweza kuachilia muujiza kwa mtu. Mfano, sheria ya uponyaji lazima iambatane na sheria ya wokovu. Lazima iambatane na sheria ya imani ili iweze kuenda kwenye sheria ya msalaba. Kuna mtu mmoja anaelewa? Hili ni darasa la wanasheria. Law school. Hii ni law school. Mnanielewa vizuri wanasheria? Mnanielewa vizuri? Kwa hiyo kila sheria, kuna sheria zinazoambatana kwa pamoja. Na ndio maana kuna sheria zinapingana. Kuna namna sheria inakuja kuna sheria moja haifanyi kazi. Kwa mfano, sheria ya uponyaji lazima iambatane na sheria ya msamaha. Sasa kwa kama nataka kuja kukuhudumia kwa ajili ya uponyaji, lazima nihakikishe kwamba umesamehe. Ni sheria. Kwa unaposoma Biblia kuanzia leo, soma kama mwanasheria. Usisome kama mtu wa kawaida. Haleluya. Na ndio maana hapa ni shule, ni darasa. Ndio maana una Biblia, una daftari, una peni. Hili sio kongamano, hili ni darasa. Ukitoka hapa unakuwa mwanasheria wa rohoni. Kwa natamani kuona siku hizi mnaongea kisheria. Mnaongea kisheria, lugha za sheria. Mwenzangu mbona unapitia haya? Naambia sikia, anza na toba. Kuna sheria hapo itagoma. Anza na toba ili upate kibali cha kuingia kisheria. Kwa sababu kiti cha enzi huwezi ukakisogelea, ila mlango wa rehema ni mlango ambao hata waovu wanaosogelea na unawaita namna hii. Kwa ukienda kwenye kiti cha enzi cha Bwana utaambiwa toka, haufai. Sio kwamba utoke moja kwa moja, unaambiwa uingie kwanza kwenye mlango wa rehema. Ni sheria. Sio kama kuna mtu anaelewa. Kuna mtu anaelewa. Na ndio maana wengi kwenye maombi si mnaanza na toba. Kwa nini mnaanza na toba?
Kuna wengine sajabu wanaiga tu. Jamani tuanze na toba. Baba katika jina la Yesu naomba tusamehe. Utusamehe baba. Utusamehe. Hata anavyoomba haombi kisheria. Kuomba kisheria inabidi ukiomba toba utaje element, utaje viunganishi vyote vya toba. Lazima toba tuisikie hapo damu ya Yesu, tuisikie kazi ya msalaba, tusikie rehema, tusikie hisopo, tusikie maji. Kuna mambo ambayo tutayasikia. Yaani tukiona wewe unaenda kufua, lazima tukuone na vitu fulani hivi umevishika mkononi. Tusipokuona navyo, tunajua hizi nguo hizi hazitakati. Tunakuona umebeba ndoo kubwa, pipa zima, huna sabuni. Tunaweza kusema huyu hata akifua nguo zote huyu hamna kitu. Au umebeba sabuni kubwa mche mzima, nguo nyingi, lakini umebeba kikombe cha maji. Tunajua hapa hamna kufua hapa. Hamna kufua. Lazima kila kitu kiende kwa portion. Tuone maji ya kutosha, tuone sabuni ya kutosha inayoendana na nini? Na nguo. Yaani hata kama hauna kimoja, tuone mapambano ya kupata hicho kimoja. Ili kama unaingia kwenye toba tujue, kama unaenda kufanya usafi tujue unaenda kujitakasa mbele za Bwana kisheria. Ukiwa msafi ndio uingie kwenye chumba cha unakisogelea kiti cha rehema kwa ujasiri mkuu ili upate neema, utakaswe. Ukiwa safi ndio unaenda mbele za Bwana. Haleluya. Ukienda mbele za Bwana ndio unaenda kusema Baba, nimekuja kuomba amani. Nimekuja kuomba furaha. Kipindi umeshapita kwenye chumba cha rehema. Ni sheria hiyo. Sio kama wana sheria wenzangu, mnanielewa? Mnanielewa? Pambana lazima na vitu. Si kule kwetu kijijini. Nilikuwa nafikia kipindi ilikuwa kuna uhaba wa sabuni. Kwa taarifa yako kule kwetu kuna majani ambayo ni sabuni. Wangapi wanajua majani ya sabuni? Kumbe wengi tumetokea sehemu za mapito. Wengi tumepitia mapito. Kuna majani hayo ukiyachuma, ukiyafikicha hivi ni sabuni. Yapo. Ukipita mapito unajua mengi. Sawa. Mapito ukipitia hadi hao wadudu mnaofukuza hivyo, wenzenu ni chakula hiyo. Umekosekana ugali tu hapa. Ndio maana tuwakwepi. Utakwepeje mboga? Lakini ambao mjapitia mapito mnadhani sui nyuki. Oh my God. My God. Sasa kuna mapito ya njaa usubiria hata kula ni. Hao hapo yani mtu anapita tu anafanya tapa anaingiza mdomoni atafuna. Ndio tunavyofanyaga. Mimi nilikuwa najua hapo watu wajasiri hapo na daka tu kidogo hivi kama nasikiliza, tapo naendelea. Wala nisingekuuliza. Ningejua umepitia mapito, umekoma. Kwa ni lazima uelewe katika ulimwengu wa roho, kila unachokifanya sheria. Unatumia sheria gani? Unajua kuna wengine wanaingia kukemea mapepo, alafu mapepo yanawageuka. Mnajuaga hiyo? Sheria. Ni sheria. Uyakemee mapepo kisheria. Wengine wanakemea mapepo hadi umevusha kabisa. Unawaza vitu kwa toka unashangaa mwenye mapepo paka kupiga kofi. Unakemea bila sheria. Lazima ujue ni sheria gani inayokupa wewe mamlaka ya kumkemea huyo pepo. Ipo sheria katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ukiniambia kuanzia leo twende darasa jingine, wote hapa tuvuke darasa, tukija hapa tutakuwa tunaziongelea sheria tu. Chochote tunachokifanya ni kwa sheria. Utakuja kuelewa kumbe hata vitu vingi ambavyo bado hujavuka ulikuwa hujajua utumie sheria gani. Haleluya. Lazima utumie sheria gani? Na ndio maana kuna mtu anakuja ofisini, mimi nakutana na vitu vingi sana. Kuna watu wanakuja kutoa maombi, hayaombeki. Hamna sheria. Si mimi si yeye, hamna. Sheria haipo. Sasa wale walioumizwa kwenye mapenzi, wale kwenye mahusiano, wale ndio maana unakuta
hivi Mungu yupo kweli? Anaona, lakini hutumii sheria. Hutumii sheria. Hutumii sheria. Mtu anakuja kabisa sasa, baba, yani tuombe life. Ameniumiza sana, life baba. Sasa ni sheria gani mimi ya kuomba mtu afe? Mmoja amekuja ofisini akasema, yani amenitesa, amenidhalilisha mbele ya watoto, amenifanya hivi, yani mbele ya yani siku na tamani livunje, yani lisife, livunjike tu, miguu liwe limekaa pale kwenye wheelchair, nitalizunguka afu mwisho sasa, baba naomba tuombe. Kwa sheria ipi? Kwa sheria ipi? Yani hapa mbona kama nahisi kama tukuombee wewe kuliko kumuombea yule. Na ndio maana mnaomba mambo ya kuwavunja miguu waume zenu, hawavunjiki, wapo tu. Wapo. Unaambia life, anapata ajali mbaya bodaboda, dereva anakufa yeye mzima, hajachubuka hata sehemu. Yupo. Unanielewa? La sivyo unaweza kufanya maombi ukaona kama Mungu hayupo. Kumbe Mungu yupo, ila sheria. Hivi unaelewa kwamba ni muhimu sana kuwafundisha watu kuliko kuombea? Unaelewa hiyo? Yaani kama nataka nifanye watu wote hapa muwe huru, inabidi nifundishe kwa 80%, niombee kwa 20%. Lakini ukienda mahali popote ukikuta wanaombea 80%, wanafundisha 20%. Kimbia mahali hapo. Kwa sababu gani? Uzima wetu ni wa kisheria. Na ndio maana nasema sasa basi hakuna hukumu juu yenu. Kwa maana ile sheria ya uzima iliyo ndani ya Kristo Yesu imewaweka mbali na sheria ya dhambi na mauti. Hukumu haipo. Haleluya. Na ndio maana mnakumbuka maandiko yalisemaje? Kwenye kitabu cha Ezekiel anasema hivi, ya kwamba nyakati zinakuja ambapo sheria itaandikwa ndani ya mioyo ya nani? Ya watu. Ile sheria itawaendesha. Tofauti ya kipindi cha Agano la Kale na sasa, mojawapo ni kwamba kipindi kile kilikuwa kinatembea sheria zinazowafanya wawe na discipline. Lakini sasa hivi tunatembelea sheria zinazotufanya tuwe na muunganiko, kwa sababu tunatembelea kwenye sheria za roho wa uzima, ambazo hizo sheria zinaandikwa ndani ya moyo wa mtu, ambazo zinakufundisha kwamba fanya hivi, usifanye hivi, fanya hivi. Ni sheria, sio maelekezo ya mwanadamu, ni sheria. Mnakumbuka nilishawaambiaga hapa, mwache mtu avae anavyotaka ili abadilishwe na sheria iliyo ndani. Ndio inayombadilisha. Sasa hata akija akiwa amevaa mpaso umetoka huku, imeenda hivi, atapita ataenda. Kesho sheria ikiumbika ndani anasema no. Hapana, anafika kwa fundi, "Suluku na weka hapa mpaso, weka hapa." Aliyekuambia uchushe mpaso nani? Tumekuambia uongeze tu. Hata unataka kufikia kichwani, ongeza. Mbona leo umeenda kupunguza? Sheria ya roho. Kuna sheria ya ndani. Kuna sheria ya wapi? Ya ndani. Bwana njoo kidogo, dakika moja, njoo. Nielewe vizuri, sawa Nielewe vizuri. Kuna aliyekuambia unyoe? Hajanyoa, si ndivyo? Mnakumbuka alipokuja alikuwa na nini? Na rasta. Nilimwambia nyoe. Na umekuja ofisini kwangu mara kadhaa, si ndivyo? Tunaongea, niligusia nywele zako. Lakini leo ameenda kunyoa mwenyewe. Kilichomfanya nyoe ni nini? Sheria imeandikwa moyoni mwake. Anaona no, hizi hapa hazifai. Ameenda kunyoa. Saizi yuko hivi. Muona amechakuwa handsome boy. Hongera sana, asante. Mmenielewa ninachokifundisha? Yule pale ningemwambia kanyoe, angenyoa kwa masikitiko sana. Mchungaji akasema ni nyoe bwana. Nyoa bwana. Angesema nyoa, acha mmoja tu, wewe unaning'inia hapo.
sababu bado hajaamua kufanya nini? Kunyoa. Amenyolewa kwa sheria ya mwanadamu, sio sheria ya roho. Sheria ya roho ndio itakayomuelekeza mtu avae nini, anyoe nini, anyoe vipi, aongee nini. Sheria. Na ndio maana ukiwaendesha watu kwa sheria ya mwilini wanakuwa fake. Very fake. Ukiwaendesha watu kwa sheria ya rohoni wanakuwa halisi. Na hao ndio watu ambao Mungu anawataka, watu halisi. Na ndio maana tukihubiri hivi watu kwenye mitandao wanatutukana. Wewe unahalalisha watu avae hichi sui nini? Unahalalisha. Niambia bwana, wewe mradi sio mwana HVC, kaa kimya. Una comment kitu cha HVC. Wewe sio wa huku. Ka comment kwenu. Kwenye kanisa lenu ka comment. Kwanza kuna ujenzi unaendelea kule Kachangi. Huku wetu ache. Sisi kuna namna tunayoendesha mambo yetu. Tunataka watu halisi. Huyu ndugu amenyoa yeye mwenyewe, ameenda kunyoa yeye mwenyewe. Nini maana yake? Ni mojawapo ya maendeleo ya kiroho. Ni maendeleo ya kiroho. Na ndio kataza bali hapa. Kuna mama ukiona mtu amevaa, wakiona mchungaji amepotelea wanamuita njoo. Hizo nguo hizo usivae. Nikamwambia msinitanie nyinyi. Hili kanisa mimi ndio kiongozi hapa. Mimi ndio nayetoa maonyo. Mimi natoa maonyo kwa mtu yeyote, simuogope hapa. Lakini ni maonyo ya kisheria katika roho. Hamna kikundi nilichokituma cha kwenda kuwaita watu kimya. Wewe unavovaa ama wewe ulivyosuka hivi. Mnaweza mkaa mnaambizana hivyo, kumbe ni wivu tu. Acheni mimi nifundishe, acheni mimi nionye. Mimi ni kiongozi wa kiroho. Mimi ndio wakili wa siri za ufalme. Wakili nipo. Tunaelewana wapendwa? Sheria ndio itakao kufanya wewe uishi vipi. Sheria ya roho katika ulimwengu wa roho. Mtu mmoja anaelewa. Na ndio maana ukiona tunapita namna hii mapepo yanakimbia. Tunapita tunavyoangalia, tunaangalia kisheria. Mapepo yakikuangalia yanaisoma sheria unayoitumia wakati huo. Kwa nikipita namna hii nikikuangalia, ukiona mapepo yanapiga kelele, usidhani ya kwamba yameamua tu kupiga kelele. Yanaangalia sheria. Unaijuaje sheria? Hapa sasa ukishajua sheria, hata wewe unaweza kumhudumia yoyote. Kwa ujasiri. Ukiwa na sheria unazijua kwa ujasiri. Umenielewa bwana Josh? Sasa unanielewa? Hawa watu niliwaenda siku moja, nimeenda nao mlima hawa na wenzie. Nikawa pepo moja akambia, "Ombeeni hili pepo." Pepo tu nikamwambia, "Umeniletea nani hao?" Mchungaji hao wafundishe kwanza. Umeniletea nani? Wakayeyuka mioyo hapo. Josh hapo akasema, "Naomba mimi niwe mtendakazi." Akamshikilia. Akambia, "Wewe, nimekutuma ukemee, umeomba kuwa mtendakazi?" Wengine wote wakayeyuka, kila mmoja anaenda na kaa. Wanaambia, "Mchungaji, umeona watu wako hamna kitu hapa." Samuel ndio akakoma akasema, "Nachomoa nyaya." Akasema, "Muulize nyaya gani?" Nyaya gani? Alivyoona ameuliza hivi na akasema, akaanza kupunguza sauti, "Chomoa nyaya. Alafu baadaye akaambia, "Baba, malizia tu mwenyewe." Sasa baada ya hapo nikafika, hata sikutumia muda. Akaambia, "Toka." Pap, akaondoka. Tunaondoka. Akaondoka akanyanyuka. Jamaa walizidi kuvunjika mioyo. Lakini wanajiuliza sasa, mbona kama sisi nikaanza kuatia moyo kwamba no, mna nguvu. Sema ninyi mmepoteza nafasi yenu. Katika ulimwengu wa roho kuna sheria ya kukaa kwenye nafasi. Kuna sheria ya kukaa kwenye nini? Na kuna sheria ya kuondolewa kwenye nafasi.
Yaani unaweza, ndio maana unakuta pepo huwa linacheka. Ukiona linacheka hivyo, ujue ndio moto umekolea, linataka kuondoka. Lakini ni sheria inataka kutumia kukuondoa kwenye nafasi. Inaondoa ujasiri ndani yako. Unaona kama vile hauna nguvu. Ni sheria. Lakini kumbe wangejua hizi sheria kama sasa hivi walivyonisikia, na nikawaelekeza na sheria nyingine ya namna ya kuhudumia, kesho nitawatuma pale nikamwambia pepo lile la nendeni. Wakianza kusogea hivi, imradi wanasogea na kutembea kisheria, pepo linaondoka. Kama mtu mmoja anaelewa. Hata tembea namna hii. Unapotembea namna hii, katika ulimwengu wa roho kuna mshindo unatokea. Lakini lazima sheria inataka uielewe. Yaani wewe unayetembea ujue ni nini kinaendelea ndani yako. Hiyo ndio sheria ina apply. Usipoelewa, sheria inaondoka. Tunarudi kwenye sheria. Ajionavyo mtu nafsini mwake, ndivyo ni sheria ya ulimwengu wa roho. Na ndio maana wale waliojiona mapanzi walitoka kwenye sheria. Kuna mtu mmoja anaelewa? Na ndio maana kuna watu wengi mnajiona mapanzi hapa. Lakini kuna wachache wanajiona no. Haijalishi napitia mazingira gani, niko strong. Ni sheria ile. Nini maana yake? Unatakiwa kuzijua sheria nyingi sana ili uweze kuoperate ulimwengu wa roho. Kuna mtu mmoja amenielewa? Kuna mtu mmoja anaelewa? Muulize jirani yako amekuelewa? Huu ni utambulisho tu kwa ulimwengu wa roho kwamba una run sheria. Haleluya. Sasa utakapokuwa unakuja, ama siku nyingine nitakazokuja, wale ambao mmekuja darasa la leo, kila nitakachokuwa nikifundisha, nikipata nafasi nitakuwa nawaambia ni sheria gani ina operate hapa. Sawa sawa? Ni sheria gani ina operate hapa? Ili niweze kukabiliana na hili jambo, nitumie sheria gani? Wana sheria mpo? Mwambie shalom mwana sheria. Amekwambiaje? Mwambie unajijua wewe ni mwana sheria. Mwambie kwa nini wewe ni mwana sheria? Kwa sababu wewe unatakiwa uzijue sheria za mbingu ili uweze kufanikiwa. Lazima uzijue sheria za mbingu. Kila mtu mmoja anaelewa? Wewe ni mwana sheria kwa sababu lazima uzijue nini? Ili uweze kufanya nini? Kufanikiwa. Na ndio maana sio maombi yote ni ya kusema Baba katika jina la Yesu. No. Kuna siku nyingine unaamka, sheria inataka leo utabiri. Sheria ikikwambia leo unatakiwa utabiri, lazima ujue katika ulimwengu wa roho sheria ya kutabiri ikoje. Yaani kwamba leo hauombi mbinguni, leo upako umeshuka uko kwako, inabidi uviumbe vitu vitokee. Unaanza kukumbuka sheria ya Ezekieli alipoambiwa mifupa hii yaweza kuishi. Akasema Bwana Mungu, tazama wewe wafanya nini? Wajua, akasema tabiri, uiambie enyi mifupa mikavu lisikie neno la Bwana. Huo upako wa kutabiri huko kwako leo. Kwa tabiri. Kwa sio nyakati zote za Baba, ninaomba unipe hela, ninaomba uniondolee umaskini Baba, ninaomba uniletee mume Baba. Inaweza ikawa sahihi kwa sheria ya siku fulani. Kuna sheria nyingine Mungu anataka utabiri. Useme mimi ni tajiri kwa jina la Yesu. Mimi ni mama wa watoto wengi. Mimi ni baba wa watoto wengi katika jina la Yesu. Ninatabiri utajiri ndani yangu katika jina la Yesu. Mimi ni mkuu, mimi ni mwenye nguvu, mimi ni mtawala katika jina la Yesu. Unaenda siku hiyo upako huko kwako. Yaani siku hiyo wewe ni mjenzi, umewekewa material. Wewe ndio unatakiwa ushike nyundo ujenge unachokitaka kukijenga kwenye maisha yako. Unaiambia ile mifupa mikavu kwenye maisha yako ilisikie neno la Bwana. Siku hiyo upako uko kinywani mwako.
wa kuruhusu mifupa mikavu isikie neno la Bwana. Ni sheria. Kuna mtu mmoja anielewa? Kuna mtu mmoja anielewa? Wangapi tumeokoka? Kama umeokoka nyosha mkono namna hii. Umeokoka? Mbinguni unafika ufiki? Nikuulize kwa somo la leo. Ndio imeishia hapo? Kupitia kuongozwa sala ya toba utakuwa tajiri? Ndio utajua kwamba yamkini kuna watu wengine walienda kuwahubiria afu kawadanganya kidogo. Ukachanganya sheria. Okoka nakwambia madeni yataondoka. Unataka utumie madeni yake aje kwa Yesu, alafu madeni hayaondoki. Umemdanganya, umetumia sheria nyingine mahali pasipo sawa. Ukiokoka, yani wewe ukiokoka tu. Mpendo, ukiokoka hutasikia shida ya kodi, hutasikia madeni. Ukiokoka tu, yani kazi unapata siku hiyo. Ukiokoka, nakwambia hata hizo nguo Mungu atakupa mpya. Anaokoka afa anakuta mambo yako vile. Hubiri injili sio goshiwa. Mwambie okoka ili jina lako liandikwe kwenye kitabu cha uzima. Ukifa leo ni motoni. Ukiokoka leo utaurithi ufalme wa mbinguni. Tafuta maandiko yanayoongea hivyo tu. Usidanganye watu. Mtu ametolewa vyombo viko hapo na magodoro yake yako hapo. Unaambia okoka, Mungu atakupa kodi. Si anaokoka chap. Lakini baada ya kuokoka anakuta hamna kodi. Si ndio anaacha wokovu? Anadhani wokovu ni kitu cha ovyo. Kumbe ulichomwambia ni kitu sahihi, lakini ile ni sheria ya jina lake kuandikwa kwenye kitabu cha uzima. Na hii imewapa shida watu wengi sana. Mtu anakuja ananiambia, "Baba napitia mapito." Yani baba hali mbaya. Yani sasa hivi kila kazi nimeswini kazi nimefukuzwa, sio na mifugo yangu imeuzwa. Namuuliza, "Wewe unatoa fungu la 10?" Mtu anaanza hivi, mzee, mimi naleta shida, ananipa shida nyingine. Fungu la 10 si hela hiyo. Na mimi nimekuambia sina hela, nimefukuzwa. Sasa mbona unaletea shida juu ya shida? Ishi iko hivi, utahudumiwa kisheria. Utahudumiwa kisheria. Hakuna maombi yanaweza kumwombea mtu ambaye hatoe fungu la 10. Fungu la 10 ndio maana akasemaje? Nyinyi mmelaaniwa. Akasema tufanyaje? Basi tuombe. Akasema leteni zaka kamili. Anzeni. Akasema nirudieni mimi nami nitawarudia ninyi. Ni sheria hiyo. Ukishaanza kutoa fungu la 10 tayari unatembea kwenye sheria ya kufanikiwa. Ukiacha kutoa fungu la 10, ukifa mbinguni unaenda. Sawa sawa? Kwa sababu fungu la 10 sio sheria kupeleka mbinguni. Ila usipotoa fungu la 10, mbinguni utaenda. Ila hapa duniani cha moto utakiona. Utawapigia magoti na wokovu wako hadi vitoto vidogo namna hii vikupe nauli. Kuna mtu mmoja anielewa? Kuna mtu mmoja ananielewa? Lakini maisha lazima ya balance. Jina lako likiandikwa mbinguni, basi kipindi unasubiria kwenda mbinguni, huo unakula vizuri basi. Kipindi unaenda unasubiria kwenda mbinguni, basi wewe unavaa vizuri. Kwa ili uweze kula vizuri wakati jina lako limeandikwa mbinguni, lazima kuna kanuni nyingine na zenye uzipitie. Sawa sawa? Tusiwe kama walokole wa zamani, akiokoka tu hata anunui kiatu tena, anasubiria kufa. Akikuona umenunua kiasi, anasa hizo, ulimwengu tunapita, duniani tunapita, ni mapito tu. Wewe Mungu ametuleta tule maziwa na asali. Majina yameandikwa mbinguni, lazima maziwa na asali ule. Sawa sawa? Lazima uende vacation. Lazima uende vacation. Mlokole lazima uende wapi? Vacation. Ukifika vacation unakula vizuri. Sawa sawa Ukifika usiagize tena. Kuna watu mnafungaga safari kwenda kuagiza miguu ya kuku sio wapi huko. Acha hiyo tabia. Sio aliokoka hiyo. Tabia mbaya kufuata miguu ya kuku maili 20. Mnaenda kufuata vichwa vya kuku sio wapi. Unafika tunaagiza nifungie shingo tu wewe. Tabia mbaya. Ukiwa mlokole lazima mambo ya balance, sheria za balance. Sheria za kufanikiwa na za kwenda mbinguni.
Sawa sawa. Sheria za kufanikiwa na sheria za kwenda wapi lazima zote zibalansiwe. Ukifika unaagiza, naambia kuku mzima weka hapo, chips kidogo, kuku mzima. Sawa sawa. Chips kidogo, kuku. Unakula, unashiba. Unakunywa na soda kidogo. Kajasho kutoka kidogo kajasho, umefurahi, uko vacation. Umetulia safi kabisa. Na bado unamwabudu nani? Leo unakula vacation na jina una uhakika kabisa, ukichungulia jina langu lipo pale kwenye kitabu cha uzima. Huku unakula kuku. Lazima zote zina apply sheria. Sio unaokoka tu siku mwongozo sala toba hapa unasubiria kwenda mbinguni. Basi na kiatu nacho chenyewe nacho. Yaani unaona ukiangalia tu kiatu unajua huyu anasubiria kwenda wapi? Kile kiatu kile kimekaa kimeangalia juu namna hiyo. Kile ambacho kiliandikwa baniani dawa. Sasa hivyo viatu havipati. Na wainjilisti wengine bado tumeshindwa kuwapata watu kuja kwa Yesu. Yeye anaenda kumhubiria. Mwinjilisti anasema njoo kwa Yesu. Mwinjilisti anasema njoo kwa Yesu. Yeye anayemhubiria anambia hebu naomba kaa hapo kunywa soda. Aisee naomba mpe Pepsi badili kwanza. Mwinjilisti anywe. Yuko hoi. Hapo akishakunywa Pepsi kidogo pap. Akitua anaanza kumsifia. Aisee uko vizuri ndugu yangu. Tayari topic imeshahama. Unaanza kumsifia. Ataokoka huyo kweli? Wewe mwenyewe kakuokoa na soda ungefia njiani. Hapa lazima sheria zibalance. Sasa unashuka huko vizuri unamhubiria mtu wokovu akikuangalia hivi. Akikuangalia hivi anaona wigi limebana jicho moja tu ndio linaonekana namna hiyo mlishaje hapa. Okoka mnasema kwa kweli hapa acha niokokaje tu. Na yule mwenyewe kwanza ukifika pale jua limekolea. Dodola timefarakana na wewe. Yaani mtu anakaa hivi anaona huyu bwana huyu ametulia kwanza kidogo, anaenda kukutolea at least shati. Mtumishi wewe nenda tuhubiri bwana, tunapanda mbegu. Usikubali mtu apande mbegu alafu anachokupa unaona mbona kama kanipa kureplace nilionalo. Hakikisha una balance. Kipindi jina lako limeandikwa kwenye kitabu cha uzima, hakikisha halifutwi hapo. Ila unakula vizuri, unalala vizuri, una nyumba nzuri, una gari nzuri, hakikisha una balance. Zote sheria zina balance. Mwambie jirani yako hakikisha sheria zina balance. Mungu abariki sana, tutaendelea kinyingine. Hallelujah. Amen.